So hii size ni A5. So A5 kama iko hivi plain so moja. Yeah, you can reach out. So kuchora kama hii. Hii kuchora sasa ni 3500. A3 size. Hii ni plus kuweka frame plus iko frame kama hii. Ikiwekwa ndani kila kitu 3500. Hi guys, welcome back to my channel. Just in case you're new, hi, my name is Naomi Kiki and I'm back with another video. And thank you so much guys for tuning in even today. And today, as you can see from the title, I have someone with me. I have Danko Arts, and there is this video I did months ago. So just in case you're wondering, this is how the frames will be looking on the wall. Like this. I just want to give you an idea. Usishangae. So I will look for ideas about the cheap and affordable and quality frames, and you guys loved them and you even reached to Danko Arts, and I have him here. He will be atakuwa anatuambia how about the frames, how he makes them and everything. So yeah, my name is Danko Arts. Mimi ni mchoraji, nachora tena nauza frame. I was a student from Buruburu Institute of Fine Arts. I used to pursue graphic design. So apart from graphic designer, mimi nachora na tena nauza frames. Oh, unachora hizi? Yeah, mimi uchora. So I had to come huku kwa Danko Arts ndio atuambie how he makes the frames, the prices, and atuonyeshe pia how he hangs the frames, how you can hang, not how he hangs, how you can hang the frames, because sikuonyesha venye mtu anaweza hang hizo frames. So he will be showing us everything and he will be taking us through what he does. So first, hizi frames zinaletwa in form of mbao, then inapelekwa workshop. So workshop iko huko Kariobangi. After so imeshatengenezwa, wanatengeneza kama iko hivi square ni mbao, then inakatwa. Inakuwa hii size. So hii size ni A5. So A5 kama iko hivi plain so moja. Rangi kuna black, kuna white, kuna gold na kuna silver. So after A5 kuna A4. So hii ni black, so kuna black. White, onyesha hiyo hapo. So ya white na kai. Na silver. So silver ni silver tu kama chuma. So gold ni color ya gold, but gold itaonyesha. So kama iko na picha ndani 150. Hii picha inaprintiwa kwa cyber, inaprintiwa A4, then inakatwa mara mbili. Ikikatwa mara mbili ndio inakuwa A5. So plus ndani plus kuweka hii sellotape plus hii ukenye iko hapa inakuwa 150. So after A5, so mtu anaweza kutumia picha yake ya size yake ya ndani. So mtu atanitumia picha kwa WhatsApp ama email. But email inakuanga poa juu ya quality. Unajua mtu akituma kwa WhatsApp na reduce quality, but unaweza tuma kama document kwa WhatsApp. Tuma kama JPEG kwa document inakuwa quality iko poa. So after A5 kuna na saa hiyo price nitasema hivi. So kuna frame kuna type mbili. Kuna hii ni wooden na hii ni plastic. Sema ni plastic. Hii inakuanga imported. Hizo imported, hizo itakuwa so mbili. Juu kuna price ya shipping. So unajua hii iko improvise. Improvise juu iko na hizi mabati, hizi flaps yenye inawekwa hapa. Na tena hii unaweza weka hivi stand. Unaweza weka stand. Then unaweza weka hook hapo juu wangu. Ndio maana iko a bit expensive, ndio maana ni so mbili. Plus kuweka tu picha. Plus picha itakuwa 250. Plus utaka kuweka picha, but hii inakuwa easy. Juu na I will need kutumia pliers ama makasi kuweka. So after hii kuna A4. So A4 ni A5 mara mbili. Nusu yake sasa. A5 A4. So kwa cyber na printing A4. Sasa A5 inakwanga nusu yake sasa. Unajua watu wengi wanajua A5 ni size gani, watu udhani ni kubwa. But inakwanga nusu yake. So hii kama iko hivi, kama iko plain ina hii picha ndani ni 250. But kama iko na picha, hii inaitwanga printout ama artwork, inakuwa 350. Kama iko complete ni plus kuweka hii sellotape nyuma, iko na hook, iko ready
kuangiwa kwa wall. So after hii kuna the bigger one. The bigger one inakaa hivi. Sasa hii sasa ni nusu ya ni A4 mara 2. Sasa hii hauwezi print kwa cyber. Unaenda tao, unaenda place ni digital printing. So ina printiwa kwa digital printing. Ukienda tao una printiwa inakuanga 50, so inategemea 50 hapo ama kuna base hata ni 40. So inategemea ni printer gani unaenda. So kama ina hii picha ndani ni hii inakuwa 550. But kama iko na picha ni 650 juu ya kuprint. So after hii kuna ile kubwa. Sasa hiyo print kwa digital printing. Hiyo unaenda kwa large format. Place wana printing billboard, banners, hizo vitu kubwa sana. So itakuwa a bit expensive. Yetu ni hii mara 2. So plus hiyo printing itakuwa 500. So A2 frame peke yake ni 1150 but plus hiyo picha ni 500 juu ina printiwa kwa large format printing. So ukiadd itakuwa 1650. So mi inaendelea sasa ikisonga. So mi udeliver. Delivery unajisha how much? So delivery ni so moja kama uko hapa within tu Nairobi, hizi ma estate kama uko Ruiru, uko Juja, uko Thika. But kama una stay kama Nakuru, Kitale, LD, hapo itakuwa so 2. But kama ni Mombasa ni 300. Kuna nyingine nishatumanisha Tanzania, Arusha. Hapo ni 1000. Arusha ni 1000, Uganda sijaitumanisha Uganda. But outside the country ni 3K. Transportation outside the country ni 3K juu wana charge according to the weight. Unajua uzito sasa itakuwa tu picha peke yake si frame. Itakuwa utatumanisha tu mostly na kwanga artwork. Sijaitumanisha frame outside the country. Itakuwa expensive na kwanga artwork. But yendangi na frame mtu anaenda kujiwekea juu itakuwa a bit expensive juu wanapima na kilo. Wanapima na weight. So he wants to show us how he puts the picture inside the frame. Inakujanga hivi iko plain kwanza. Nikuzanga frame na kwanga hivi plain. So iko plain. Hizi msumari nionyesha moja natolea. So hii naweza toa hivi au kinashika hivi. Unaona venye nimetoa. So makasi inakuwa rahisi. Kama ni plus una press hapo. Sema una press hivi. Kwa na plus inakuwa bit hivi. But kiona makasi ndio inakuwa a bit rahisi si kama plus. So ukishaweka picha ndani kwanza unapanguza, unajua inaweza kuwa na uchafu, unapanguza, then picha hakikisha ni A4. Sema kama itoshi, unakata na makasi. Kama haijafit, unajua maybe frame inaweza kuwa ndogo kidogo, ama kama ni kubwa unaweza ongeza paper. So unaweka ndani. Ukishaweka paper, unaweka hii box. Utakuweka hii box, hizo msumari unaweka na pliers. Mimi na prefer mtu akwe na plus juu ya kuweka na kuingiza. Una press, lazima tumie nguvu kidogo. Nataka ule ugali. Una press hivi. Unahakikisha unaweka 4 sides, si side moja. Ndio unapata mtu anaweka side nyingine. Ndio unaweka 4 sides. Ndio. So unaona imeshika, so haiwezi anguka. So after hii sellotape tutabai kwa huko tao. Mahali wanauzanga hizi mabox. Hapo tu place tu wanauzanga hizo kuna base wanauzanga hizi frames za plastic sana. So hii si sellotape ya kawaida? Hii si ya kawaida. Ama base wanauzanga sana kwanga hizi gift bag hizi za kuweka. Ama unapatanga magunia. Utaipata hapo inakwanga Luthuli. Ukiingia Luthuli utapata hizo sellotape. Kwa workshop tu hii inakwanga so 2. Kuna nyingine 250, so inategemea na ukubwa wake. So ya kawaida haishiki. Ya kawaida haishiki, inashika box.
Ukienda kwa shop, wauliza wakupe ile sellotape inashikanga box hapo nyuma. Itakuwa easy. Sasa hapo naweka. Hii hapa msumari. Msumari. Na tena hii ile. Hata maji kishika. Shike. Alafu naweka hapa. Lazima kuna indikator na kama 350 kwa supermarket. Ama double sided tape. Double sided tape utapata kwa mounting tape. Mounting tape utapata kwa hardware. Hiyo ziko hardware, usiende kwa super utafute. Utatoa ile yenye inashika plastic. Unajua kuna mara mbili, kuna actually kuna yenye nilikuwa nimenunua nikaanza hizo frames zote zikaanguka. Unaenda unaambiana ile ambao, usiambiane ile ya plastic. Mimi na prefer mtu aweke hook ni kwa sure itakaa for long. Hiyo inaweza anguka. Ukihama inatoa hiyo rangi kwa ukuta. Ukitaka kuchange picha hauwezi. Hiyo ni disadvantage ya kutumia hiyo mounting tape. So ukiweka sellotape inakaa hivyo, at least na picha hii msumari inakaa neat. So after hapo kuna kuweka huko. So lazima ukuwe mtu umepiga hesabu kidogo kwa dimension. Sasa unatafuta tu katikati. Sasa shaka hapo. Lazima upigilie. Natoa hivyo. Then hook naingiza tu. Hizo hooks unakwanga umewekea mtu. Hooks na mtu akinunua frame na mwekeanga hooks hapa nyuma. Inakwanga plus, ukinunua na kuwekea plus hook. Ndio uende uweke kwa nyumba. Ama unaweza weka box, ikuwe stand kama hii. By the way, hii box mtu anaweza jitafutia, unajikatia, unaweka glue ukitaka kusimamisha. Kusimamisha hivi. Glue, but ni zile imported. Unajua watu wekanga glue, kuna glue anaweka. Kwenye iko. Wow. Inakaa fit. Inakaa kwa sana. Ndio hivyo. Wow. Inakuwa complete. That is the finish work. Wow. Hivyo tunakuwa steady. Just for 250. Yeah. 250 plus. Just plus in 350 plus. We're kila kitu complete. Wow. And he's going to give us his number so that anyone who wants and call. Yeah, so number is 0703 162727. IG ni Danco Arts. DUNCOARTS. Danco Arts. Hapo hata mimi nakuanga active sana kwa Instagram. Ukini inbox, tunaweza communicate, tunaweza kupea namba yako. Kila kitu, information yote unataka kuuliza ama kuna mahali huko elewa, naweza kuelezea vizuri. Ama kama unataka kuchore like is about to show us. Yeah, you can reach out. Sasa kuchora kama hii. Hii kuchora sasa ni 3500. 3 size. Hii ni plus kuweka frame plus iko frame kama hii. Ikiwekwa ndani kila kitu 3500. Na sasa hii ni 3500. So kuna ile kubwa ukiunganisha hivi sasa inakuwa A2. A2 sasa ni 5500. Sasa after A2 kuna A1. A1 ni 10500. Na ndani ya mwisho yenye nimechora ni A1. So hii ni Azora. Hapa nimetumia graphite pencil 4B. Kwa macho nimetumia 6B. Sketch nimetumia HB kuchora. Hii shading nimetumia tissue paper kushade kidogo. Kuna ni process. Tuseme kama wewe ni learner unataka kujua kuchora, unaenda kwa YouTube unaangalia tutorial yenye imeandikwa how to draw for beginners sana. How to sketch na how to shade. Hapa ni hii ni Rodo. Hii ni MCJs. Hapa nimetumia color pencil. Chemical color pencil. Hapa.
Pelican color pencil. Wow. Penseli hii hapa Faber-Castell. Faber-Castell HP pencil. Hii utapata kwa Textbook Center. Iko Garden City, iko TRM, Sarit Center, Two Rivers Mall. Hii utapata hii ni 30. 30 bob. Hii 30 bob. Mimi nafikiria nasema dhao. 50. Kuna 50 kama gani? Nategemea sasa kama hizi ni 50 sasa. Si expensive sana. Ukinunua kwa packet yenye inakwanga expensive ni charcoal pencil. This ones. Hii sasa ni 800. Moja. Hii sasa. Kama ziko packet. Packet. Kama ni packet kama iko hivi, hii ni charcoal pencil sasa. Hii sasa ni charcoal. Ukitaka ikuwe dark, difference ya graphite pencil na hii charcoal ni darkness sasa. Inakuwa black. Hii inakuwa grey, kuna shiny, venye na shine. So ukichora like hawa wasanii, do you like DM them, unawaambia uko na art wanunue ama you give them for free? Kama tuseme kama promotion, tuseme kama hii sasa hivi mwiga ili kujipromote. Unajua sasa nikichora ni post kwa Instagram, at least napata more client. Kuliko unajua most of the client watakanga picha zao niweke kwa mtandao. Your privacy anasema labda mwanaume ako na mpango ya kando, kuchora bibi hapo. Wataanza kuniuliza hiyo ulimtoa wapi? Shida kama hizo, baadaye nimepata scandal kama hizo, naambia ni bibi. Kumbe jamaa alikuwa na bibi wa kando. Siko najua. Nilipiga picha tu nikashanga inaleta story hapo. Inabidi sasa una delete, no maana posting za my client. Lazima ni ask permission kwanza. So na prefer kuchora celeb unaweza post. Hii sina permission, hii naweza post nikitaka. So kuna wenye ukuitisha? Nani? Celeb. Churchill alichukua yake. Hata alilipia 3K. Wow. Churchill alichukua Dr. Kingori. Henry Desagu hata alipost. Hapo nilishukuru sana. At least nilipata more client. Hiyo siku kabla ishe nilikuwa nimepata hata karibu 20 missed call. Wow, ilinisaidia sana. That's so nice. At least you growing. Watu wanaku advertise. Nashukuru sana. Yes, you guys, I guess you have come to the end of this video. Danko hata amewaonyesha everything you need to know about the frames, the drawings, if you want him to draw you, if you want the frames, and also subscribe to his YouTube channel at Wachoraji Show. Hapo so tuna showcase artists. Unajua sasa different kind of artists. Unajua kuna different kind of techniques. Mimi sana ni pencil artist. Kuna painter, kuna mwenye ni sculpture, mwenye anachonga mbao inakuwa mtu. Umechikingi hizo tuseme kama ile atomboya ama hiyo ni art, hiyo ni sculpture art. Unajua watu semanga ni statue lakini ni art pia. So kwa hiyo YouTube channel sasa hapo tuna showcase different kind of art sasa. Wajue kuna art mingi kwa hii Kenya. Mwende subscribe hapo kwa Wachoraji Show. And guys, make sure you place your order. Make sure you buy the frames. Promote Danko Arts, and mmesikia anauza the frames at very affordable prices. Also his number nitaiacha hapo kwa description. Also amewaambia his oh my god. Also amewaambia his number, and I guess that's it for today. And thank you so much for watching, and it was nice having you guys. It was nice having you, Danko Arts. Thank you for hosting me at your place. You're welcome. Pleasure. Yeah, so guys, subscribe to my channel and subscribe to Wachoraji Show.